Kwa dakika chache tutajifunza neno la Mungu. Amen. Andika kichwa, ninang'aa gizani. Tutaenda kwenye theme ya mwaka. Sema ninang'aa gizani. Sema I'm shining in the darkness. Sema tena I'm shining in the darkness. Sema ninang'aa gizani. Hallelujah. Na tuende kwenye neno la Mungu. Tunang'aa gizani. Sema amen. Nasema tunang'aa gizani. Tunang'aa gizani. Tuende kwenye Yohana sura ya 1. Mstari tutaanzia wa 1. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwamo uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Sema nuru ya watu. Mstari wa 5, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Wala giza halikuiweza. Tuende kwenye mstari wa 6. Palitokea mtu ametuma kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja alikuja kwa ushuhuda, ili ashuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Mstari wa 8, huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata yeye ulimwengu ulipata kwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina la Bwana. Sema ninang'aa gizani. Sema ninang'aa gizani. Mwaka wetu ni mwaka wa nuru, ni mwaka wa kung'aa, ni mwaka wa kuangaza. Sema amen. Sema mwaka huu ninaangaza. Sema tena mwaka huu ninaangaza. Sema mwaka huu ninaangaza. Sema mwaka huu ninaangaza. Sema mwaka huu ninaangaza. Maandiko yanaanza kwa kutuonesha ya kwamba sisi ni akina nani. Kwenye mstari ule wa 3 nitaanzia hapo. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo huyo hakufanyika kitu chochote. Ndani yake ndimo ulimokuwamo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yafanya nini? Yang'aa gizani. Kazi ya nuru ni kufanya nini? Kazi ya nuru ni kufanya nini? Mwambie jirani yako, kazi ya nuru ni kung'aa. Mwambie jirani yako, kazi ya nuru ni kung'aa. Mahali penye giza panahitajika nuru. Jana katika nyumbani kuna muda umeme ukakatika, papu. Ulipokatika kukawa na giza. Kulipokuwa na giza vitu havionekani. Haumuoni mtu mbele, huoni mtu nyuma. Kuna nini? Kuna giza. Mahali penye giza vitu havionekani. Wangapi wananielewa ninachoongea? Mahali penye giza vitu havifanya nini? Mahali penye giza fursa hazionekani. Mahali penye giza mke mwema haonekani. Utaona wanawake, utaona mke mwema. Kwa sababu upo kwenye nini? Kwenye giza. Mahali penye giza ofisini hauonekani. So unaweza ukawa upo ofisini hakuna promotion. Tatizo nini? Ni kuna giza hauonekani. Mahali penye giza vitu havionekani. Ili vitu vianze kuonekana, nuru inahitajika. Mwambie jirani yako, ili vitu vianze kuonekana, nuru inahitajika. Mwambie tena, ili vitu vionekane, nuru inahitajika. Chochote
ambacho unakitafuta kwa sababu akionekane. Ongapa amenielewa ninachoongea? Kwa hiyo nikitaka kuona chochote kwenye maisha yangu, I must have light. Lazima niwe na nuru. Ukiona upo kwenye ndoa na mume wako akufurahii, akupendi, maana yake kuna giza. Ongapa ananielewa? Upo ofisini, bosi anakulalamikia pasipo sababu, kuna giza. Ongapa ananielewa? Kwa sababu mahali penye nuru matendo mema huwa yanaonekana. Ukiona matendo mema hayaonekani, manake ni tafsiri rahisi, manake hapo kuna giza. Na giza linalokuwepo hapo ni giza la kiroho. Sasa leo utaenda kung'aa, sema amen. Nasema tena leo utaenda kung'aa katika jina la Yesu. Listen to me. Tuangalie hapo. Maandiko yanasema kwenye mstari wa 4. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Sema nuru ya watu. Anasema nayo nuru yang'aa gizani. And the light shineth in the darkness. And the darkness comprehended not. Nayo nuru yang'aa. Kazi ya nuru ni kung'aa gizani. Ukiuliza assignment ya jua, kazi ya jua ni nini? Ni kung'aa. Unajua kwa nini hapo unaniona vizuri? Sio kwa sababu tumewasha taa, ila kwa sababu Mungu amewasha taa yake ambayo ni jua. Wangapi wananielewa? Kwa nini unaona vitu vizuri? Kwa nini unaona mpaka mwisho kule? Unaona kwa sababu ya nuru. Maandiko yanasema taa ya nuru ni jicho. Taa ya nuru ni nini? Ni jicho. Kwa nina uwezo wa kuona kwa umbali wa nuru ilivyo. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Sema amen. Alright. Now, maandiko yanasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Hakuna mahali ambapo giza liliiweza nuru. Katika vita zote nuru imeprove ushindi kila mahali penye giza. Unanielewa ninachoongea? Sometimes ukiona kuna vitu haviendi sawa, Mungu silaha ya kwanza aliyoitumia kwenye vita yake ya kwanza ilikuwa ni nuru. Wangapi wananielewa? Angalia kitabu cha Mwanzo. Silaha ya kwanza ya Mungu ni light. The first weapon of God is light. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 5. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Kulikuwa na giza pamoja na kwamba Mungu ameumba. Imagine Mungu uumbaji wake wa kwanza kulionekana na giza. So sometimes you can begin a business. Umeanza biashara na aliyekwambia ni Mungu. Anza biashara, lakini mara baada ya kuanza biashara, umeanza biashara imejaa giza. Do you understand what I'm saying? Maana yake unaweza ukaanza kitu, lakini hicho kitu kikawa na giza. Haimaanishi Mungu hajasema. Umeingia mahusiano, ni Bwana amesema, lakini unakuta mara baada ya kuingia it's just like kuna giza. Don't stay until giza alipo. Wangapi wamenielewa? Wangapi huwa wanapenda kukaa kwenye giza? Mungu hakuweza kufurahia kukaa kwenye giza. Listen to me. Kuna wale watu ambao anaingia kwenye mahusiano, kwa mfano, akiingia kwenye mahusiano anaona kama ndani yake hakuna nuru. Anasema ngoja nikae. Don't stay. It is the character of God. Unataka uanze biashara, ndani yako hauoni light, kuna giza. Don't stay. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kwa sababu kama huku ndani kuna giza, maana yake hakuna kitu nje kitakachokuwa na nuru. Maandiko yanasema hivi, nayo nuru yang'aa gizani. Tabia ya nuru ni kung'aa gizani. So imagine you are carrying darkness within. Though umeokoka, lakini kwenye hiyo biashara ndani yako kuna giza. You are not producing light. Don't stay in that business.
Usikae kwenye hiyo biashara. Wangapi wamewahi kuingia urafiki na mtu? Toka umeingia kwenye urafiki na huyo mtu, Mungu anakuambia urafiki atakuumiza. Atakuumiza, unaendelea kwenda. Atakuumiza, mbona ana hela? Mbona ana hela? Mbona ananipa ofa? Mbona ananitoa? Siku moja anakuchomea. Then unaanza kuumia. Kwa sababu gani? Unajua kuna siku I felt it. Kuna siku nilisikia. Listen to me. Mungu kitu cha kwanza alipoumba aliliona giza, akukaa kwenye giza. Maandiko yanasema alipoumba mbingu na nchi, anasema giza lilikuwa juu. Mungu hawezi akawa mahali penye giza. Maandiko yanasema alipoliona giza, kuna kitu alikifanya. Wangapi naelewa? Mungu akasema na iwe nuru. Kuna mtu ananielewa? Roho wa Mungu akaenda akatulia juu ya virindi vya uso wa maji, alafu Mungu akasemaje? Na iwe. So Mungu aliconfront giza. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? So kama unaona kuna giza kwenye eneo lolote la maisha, maana yake hilo eneo alijawa confronted. Halijaambiwa chochote. Hilo giza halijaambiwa chochote. One thing that you have to do when you see darkness, confront it. Naona giza kwenye biashara, confront that darkness. Let there be light. Maandiko yanasema nayo nuru yang'aa gizani. So from the beginning nuru ilikuwa inashinda. From the beginning nuru ilikuwa inashinda. That's why kati ya kitu ambacho you need to employ in your daily walk with God is light. Kati ya kitu ambacho unatakiwa kukitumia kwenye maisha yako kila siku ni nuru ya Mungu. Unanielewa? God, I don't see light. Let there be light. Let there be light. Na iwe nuru kwenye biashara yangu. Na iwe nuru. Unapoona nuru kwenye biashara utaona faida. Unapoona nuru kwenye ndoa utaona upendo kwa mume au kwa mke wako. Unapoona nuru kwenye huduma utaona breakthroughs za kihuduma, mipenyo ya kihuduma. Unapoona nuru kwenye urafiki utakuta ule urafiki ambao umeingia na huyo mtu unakuletea matunda mazuri. Sio rafiki anakuchomea. No. Napenda urafiki wa Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego. Hao watu wanne walikuwa wanainuana. Na maandiko yanasema ndani yao kulikuwa na nuru. Maandiko yanasema nuru ya miungu ilikuwa ndani yao. Wangapi wananielewa ninachoongea? Mfalme aliprove ndani ya Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego kulikuwa na nuru. Na that's why unaona hawa marafiki wanne, mwenzake mmoja yuko chini, waliinuana. Daniel ndiye aliyewataja wale wakuu wa wilaya za Babeli. Maandiko yanasema Daniel akawataja kwa mfalme, akawaappoint Shadrach, Meshach na Abednego kuwa wakuu wa wilaya za Babeli. Why? Kulikuwa na nuru kwenye urafiki wao. Umewahi kukaa kwenye urafiki, toka umekaa umeingia kwenye huo urafiki unadidimia. Toka umeingia kwenye huo urafiki unaumia. Toka umeingia kwenye huo urafiki unakufa. Toka umeingia kwenye huo urafiki unachongewa vibaya. Alafu anakuchongea vibaya rafiki yako. Wangapi wananielewa? Tatizo ni nini? Kuna giza. Maandiko yanasema nayo nuru yang'aa gizani. So angalia kwenye ule mstari wa 3. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akatenga nuru na giza. Sema Mungu akatenga nuru na giza. Sema Mungu akatenga nuru na giza. Mstari wa 5, Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Mungu akatenga nuru na giza, akuviweka pamoja. Akafanyaje? Hebu paza sauti, sema akatenga. Sema akatenga nuru na giza. Maana yake hakuna point ambapo nuru ikawepo na giza likawepo. Hakuna mahali kwenye biashara ya mtu kukaa
kukawa na nuru alafu giza likakaa. Hakuna mahali kwenye mahusiano ya mtu kukawa na nuru na giza likakaa. So mahali popote ambapo nuru ikaingia, giza linaondoka. That is a command and that is a spiritual principle. Na ndio maana mahali popote ambapo utaona kuna giza, when you invoke light, ukaita nuru, nuru ikitokea hilo giza linaondoka. Na Mungu ameiweka hiyo kuwa kanuni ili tuwe washindi. Maandiko yanasema Mungu akatenga nuru na giza. Akatenga uzima na magonjwa. Akatenga mauti na uzima. Akatenga laana na baraka. So now you can see, kulikuwa na line ambayo Mungu alitenga. Na alipotenga, hakuna siku nuru na giza vikapatana. Maandiko yanasema mahali popote ambapo nuru ilitokea, maandiko yanasema nayo nuru yang'aa gizani. Mahali popote ambapo nuru ikatokea, maandiko yanasema nayo nuru yang'aa gizani. Mara zote asubuhi inapokuja nuru inatokea. Nuru ni mbabe. Akitokea unaliona giza linaanza kukimbia. Linaanza kukimbia. Kwa nini linakimbia? Kwa sababu kuna jua linatokea. Kwa hiyo mahali popote ambapo pana jua ni mahali penye nuru. Sema mimi ni nuru. Sema mimi ni nuru. Now I want to show you something. Natamani ndani yako ufahamu ya kwamba wewe umezaliwa kuwa nuru. Umetengenezwa kuwa nuru. Umekuwa na hatima ya kuwa nuru. Wewe sio mtu wa kawaida. Sema amen. Sema amen. Kwenye mstari ule wa kwenye mstari wa 9, Yohana sura ya 1 mstari wa 9, anasema kulikuwako nuru halisi amtiae nuru kila mtu akija katika ulimwengu. That was the true light which lighteneth every man that cometh into the world. Kulikuwako na nuru halisi amtiae nuru kila mtu. Nuru halisi ni nani? Ni Yesu. Na kazi ya nuru halisi ambaye ni Yesu ni kututia nuru sisi. The more you stay, napenda nikae nawe, ewe Bwana wangu, nipe na roho wako awe ndani yangu. The more you stay with that light, maandiko nasema hii nuru inaingia ndani yako. The more you stay, iko nuru halisi inayomtia nuru kila. So imagine mimi nilikuwa giza. After receiving Jesus, I become light. Why? Kwa sababu iko nuru halisi inayonitia nuru. Wangapi wananielewa? Kama nikimuita Yesu kwa habari ya biashara yangu, nuru inaingia. Hata kama kwenye biashara yangu kulikuwa na giza, as long as nimemuita Yesu, nuru itaingia. Wangapi wananielewa ninachoongea? Wangapi wananielewa ninachoongea? Matokeo ya nuru kwenye maisha yako ni wewe kumpa nafasi Yesu. Ona hapo vizuri. Mstari wa 10. Wa 9. Kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. So now yeyote anayempokea, kwenye mstari wa 12, yeyote anayempokea anafanyika kuwa mwana. Akifanyika kuwa mwana anatiwa nuru. Sema amen. Sema amen. Nikuoneshe kitu. Bwana Yesu asifiwe. All right. Angalia kitabu kile cha Yohana sura ya 1. No. Mathayo, twende Mathayo. Mathayo 13 mstari wa 43. Mathayo 13 mstari wa 43.
Tumefika wote? Tumefika wote? Nataka tusome wote kwa pamoja. Tuko pale? Tumefika? 1, 2, 3 wote tusome. Ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao mwenye masikio na. Ndipo wenye haki watakapofanya nini? Watakapong'aa kama nini? Kama jua. Ukishaingia kwenye ufalme wa Baba yako, umekuwa programmed. Wote waliompokea walifanyika kuwa watoto wa nani? Wa Mungu. Sasa ukishaingia kwenye ufalme na kufanyika kuwa mtoto wa Mungu, unakuwa programmed kuwa light. Unatengenezwa kuwa nuru. Wangapi wananielewa ninachoongea? Mara baada ya kuokoka, nasema leo nimeokoka. Maandiko yanasema sasa hivi nafanyika kuwa mwenye nini? Mwenye haki. Na maandiko yanasema wenye haki watang'aa kama nini? Sema nitang'aa kama jua. Piga kelele, sema nitang'aa kama jua. Sema nitang'aa kama jua kwenye ufalme wa Baba yangu. Sema ndoa yangu itang'aa kama jua. Biashara yangu itang'aa kama jua. Huduma yangu itang'aa kama jua. Vipawa vyangu vitang'aa kama jua kwenye ufalme wa Baba yangu. Maandiko yanasema wenye haki watang'aa kama jua. So at this moment nimeshaingia kwenye ufalme. After kuingia kwenye ufalme, maandiko yanasema unakuwa programmed kwanza kung'aa. Manake haijalishi nimetokea kwenye ukoo ambao haujulikani, haijalishi baba yangu au mama yangu hajulikani, as long as nimeingia kwenye ufalme wa Baba yangu, nimekuwa predestined kuanza kung'aa. Sema ninang'aa kwa jina la Yesu. Sema ninang'aa kwa jina la Yesu. Haijalishi nimetokea kwenye ukoo ambao hakuna mtu ambaye hakuna maarufu nyumbani, hakuna mtu anayejulikana, hakuna mtu mwenye jina, mimi nitakuwa wa kwanza. Nasema mimi nitakuwa wa kwanza. Piga kelele, sema mimi nitakuwa wa kwanza. Sema mimi nitakuwa wa kwanza. Maandiko yanasema wenye haki watang'aa kwenye ufalme wa Baba yao. Kwa hiyo kitu kimoja ambacho nakijua, hata kama kutakuwa na giza, maandiko yanazungumza kwenye siku za mwisho giza litafunika dunia. Na giza litafunika kabila za watu. Lakini maandiko yanasema ile nuru itanijia mimi. Sema amen katika jina la Yesu. Hautakaa gizani kwa sababu watu wako gizani. Katikati ya giza wewe utang'aa. Listen to me. Nataka hichi kitu kiingie kwenye akili yako. Katikati ya watu waliokosa ajira, Mungu atakupa kazi. Hujanielewa? Katikati ya ndoa ambazo zinavunjika kila siku, sasa hivi unasema 50% ya ndoa ambazo zinafungwa, kwa mfano kwa mwaka 2025, 50% zina break. Alafu maandiko yanasema sisi kwenye ufalme wa baba yetu, ndoa zetu zitang'aa. Piga kelele haleluya. Piga kelele haleluya. Maandiko yanasema tutang'aa kwenye ufalme wa Baba yetu. Wakati watu wengine wanalalamika, we will be shining. Nasema tutang'aa kwa jina la Yesu. Let this be your confirmation in the word of affirmation. Umenielewa ninachoongea? Ukikaa peke yako, begin to speak. I will shine no matter. I will shine no matter what. I will shine. Ndang'aa. Sometimes unaona mazingira yako mabaya. Maandiko yanasema Mungu alipoona giza, maandiko yanasema giza lilifunika vilindi. Unaelewa maana vilindi? Sio tu kwamba lilifunika juu, mpaka ndani ya maji kulikuwa na giza. Unaelewa maana vilindi vya maji? Deep in the water. Unaelewa maana yake deep? Maana yake hakuna sehemu ambayo kulikuwa na access ya nuru, kwamba Mungu anaweza kachungulia hivi akaona. No, unajua Mungu akisema aliona giza, ameona giza. Si yeye Mungu, maandiko yanasema kwa Mungu giza na nuru ni sawa sawa, ila aliona. Sasa unajua sijui yeye giza lilionaje, kwa sababu yeye giza na nuru sawa sawa, anajua yeye alilionaje. Amen. Maandiko yanasema na giza lilikuwa juu ya vilindi vya uso wa maji. Alafu alipoliona giza, hakusema giza, giza, giza. Come on. Wangapi wananielewa ninachoongea? Wangapi walimuona Mungu akiwa analia wakati ameliona giza? Wakati walimuona Mungu ameita msiba, akaita malaika Gabriel na Mikael, akasema hebu chungulieni huko naona giza. Wangapi? Tumesoma pale Mungu aliita malaika waje walichungulia giza. No. Wakati unaziona changamoto, unamuitaga nani?
Maandiko yanasema Mungu akapiga kelele akasema, let there be light. Haujaelewa bado? Mungu akapiga kelele akasema, na iwe nuru. Hakusema, jamani sasa naona giza kila mahali. Mwandishi anasema Mungu akaona. Alipokiona akuzungumza alichokiona. Wangapi wananielewa? Sometimes unaona giza kwenye maisha yako, usiongee giza unaloliona. Wangapi wananielewa ninachoongea? Sometimes unaona kabisa hauna pesa, usiongee kukosa pesa uliko nako. Sometimes unaona kabisa una njaa, usiongelee njaa ulionayo. Sometimes kabisa umekosa mume, umekosa mke, unaokaa kumpweke, usiongee kukosa kwako mke au kukosa kwako mume. Unajua watu wanaokondaga ni wale watu jamani mimi mpaka leo sijaolewa, mchungaji niombee, mchungaji niombee, mchungaji. Na wengine wanatumaga maombi kwa wachungaji, wanasema pastor, hakuna mtu yote hapo uniunganishe naye. Siku hizi kuna mitandao unaunganishwa kuolewa. Wangapi najua? Yaani unaweza kumpata mtu mtandaoni akakuoa au kamuoa. Mmefahamiana wapi? Mtandaoni. Njaa. Mungu akuzungumza hali mbaya iliyokuepo. Sometimes unaona mazingira yako ovyo. Don't talk about it. Don't talk about it. Usiape promo. Umenielewa ninachoongea? Sometimes kuna mtu anakuchukia, usimpe promo za kumzungumzia huku na kule. Usimpe promo. Umenielewa ninachoongea? Akae na kichumvi chake cha visirani. Akuchukia ajifie huko. Usimpe promo. Do you understand what I'm saying? A friend ananichukia, friend ameninunia. Don't give them promo. Usiwape airtime yako ya mawazo. Nakaa unajua nina mawazo sana, friend ananichukia. Anakuchukia nini wewe? Anakulisha mdomoni, anakupa oxygen, ana mtungi wa gesi wa oxygen wa kukujua. Acha, nakwambia mahali popote unapokaa, let there be light, let there be light, let there be. Wakati wao wanatamka giza, wewe endelea kusema let there be light, let there be light, let there be light, let there be light, let there. Maandiko yanasema unaposema let there be light, Daudi anasema mbele yao kuwe na giza na utelezi. Wakati kwako kuna kuwa na nuru, kwao kuna kuwa na giza na utelezi. The only thing that you can do, anza kuongea, na iwe nuru, na iwe nuru, na iwe nuru kwenye ndoa yangu, na iwe nuru. Kuna kiwifi kule kinasema ndoa ivunjike, mnasema na iwe nuru. Kwake ndo kuna kuwa na giza. Kama akijaolewa akitaolewa milele. Wangapi wananielewa ninachoongea? Kuna mtu anakuombea mabaya, anakuombea giza. Ambia let there be light. Kwa sababu yeye amelipenda giza, na giza liwe mikononi mwake mwenyewe. Na giza liwe kwenye ndoa yake mwenyewe. Na giza liwe kwenye biashara yake mwenyewe. Na giza liwe kwenye miguu yake mwenyewe. Atajikwaa, ataanguka gizani. Listen to me. Wewe umekuwa programmed kung'aa. Andiko nasema wenye haki watafanya nini? Watang'aa. Watafanya nini? Sema watang'aa. Sometimes unaona kama your light is going down. Unaanza kujiambia shine, shine, shine. Ng'aa, anza kung'aa, anza kung'aa, anza kung'aa. Ukiona taa inazimika unafanya nini? Unaiwasha. Au ukiona taa imezimika unafanyaje? Wewe ni taa, umetengenezwa ili ung'ae. Unafanyaje? Unawasha. Wangapi wamewahi kwenda chumbani, ameona kuna giza, alafu nyumba yake ina umeme. Anaenda pale kwenye switch, anaanza kulia, jamani giza, jamani giza, jamani giza, jamani giza. Anafika pale chumbani, anabonyeza taa, pa. Wangapi wananielewa ninachoongea? Unaingia kwenye ukoo wenu, hakuna mtu mwenye jina. Unasema ninatokea mimi Gaspar, nina jina katika jina la Yesu aliye. Nitang'aa kwenye ukoo huu, ninang'aa. Mimi ndo nitakayefanya ukoo wangu ujulikane. Mimi ndo nitakayefanya baba yangu Manase ajulikane. Hata kama ajulikane kupitia mimi, atajulikana.
Sema amen kwa jina la Yesu. Unabeba watoto wako, unamwambia mtoto wangu utakuwa mtu mkuu. Bwana atakupa jina. Haijalishi si wazazi wako bado hatujang'aa, lakini wewe utang'aa mapema. Taa yako itang'aa mapema. Taa yako itang'aa mapema. Utang'aa Tanzania, utang'aa Afrika, utang'aa duniani katika jina la Yesu aliye hai. Listen to me. Wewe ndio unayeweza kuwasha taa na kuzima. Maandiko yanasema nayo nuru ya ng'aa. Sasa wenye haki watang'aa kama jua. Imagine. Manake kila mmoja atakuona. Hajasema utang'aa kama mwezi. Anasema utang'aa kama nini? Sasa imagine. Sisi wengine ni wa kawaida tu. Hata kama wewe ni mweusi, unajiona mweusi, utang'aa kama jua. Listen to me. Watu watatafuta jina lako, watatafuta sura yako, watatafuta wakuone. Haijalishi una rangi gani, nitang'aa kwenye ufalme wa baba yangu. Wangapi wananielewa ninachoongea? Wangapi wananielewa ninachoongea? Watoto wangu watang'aa. Precious utang'aa. Umekuwa programmed kung'aa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama mimi nilichelewa kung'aa, wewe utang'aa. Aha. Listen to me carefully. Wewe ndio unayeamua ung'ae lini. Ung'ae saa ngapi? Sasa unajua mimi nina kipawa cha kuimba, lakini unajua kuna waimbaji wengi Tanzania. Sijui kama nitasikika. Maandiko yanasemaje? Wenye haki watang'aa. Mimi najua neno moja. Sijui watu kuna wenye haki wangapi, sijui. Ila mimi najua neno moja, hili ni la kwangu. Wenye haki watang'aa katika ufalme wa baba yao. Nitang'aa kwenye ufalme wa baba yangu. Haijalishi kuna giza, haijalishi watu wachawi wengi, haijalishi walozi ni wengi, lakini mimi nitang'aa katikati yao. Nitang'aa katikati yao. Nitang'aa katikati yao. Danieli katikati ya waganga na wachawi wa Babeli. Maandiko yanasema Danieli alitokea akawa kinara. Maandiko yanasema Danieli alikuwa bora mara 10 zaidi ya waganga na wachawi wa Babeli. Unaweza ukawa bora zaidi ya wafanyabiashara wote wa Tanzania. Haujanielewa? Maandiko yanasema Ayubu alikuwa ni bora katika nchi yote ya Usi. Maandiko yanasema alikuwa tajiri. Hakuna mtu aliyemfikia Ayubu kwa utajiri katika nchi yote. I'll be rich. I will be rich. I will be rich. I will be rich. Nilikuwa naambia mke wangu, kuna watu wengine tunalazimika tuwe matajiri. Kwa sababu nikiangalia watu waliotuzunguka ambao wanahitaji kutunzwa na wanategemea mikono yetu ifanikiwe, ni wengi. Nikiangalia nasema na vijana wangapi ambao wanatakiwa wawe na familia nzuri kupitia mimi. Wangapi? A lot. Kwa nini niwe giza? I will never. I will shine every day. Nasema tena I will shine every day. Nasema I will shine every day. Sema nitang'aa. Acha kushangaa wewe. Mimi najiambia nitang'aa, wewe unajiangalia. Hata nasema tang'aa. Tell yourself. Usije ukabaki unauza kanda mbili. Usije ukabaki tu unasema mimi na kioski. Sema nitang'aa. Sema nitang'aa. Sema nitang'aa. Sema nitang'aa kwenye ufalme wa baba yangu. Nitang'aa kibiashara, nitang'aa ndoa yangu, itang'aa huduma yangu, itang'aa vipawa vyangu, vitang'aa maisha yangu, yatang'aa familia yangu, itang'aa watoto wangu, watang'aa. Hakutakuwa na giza. Hakutakuwa na giza. Hakutakuwa na giza. Sitang'aa nikiwa mzee, nitang'aa nikiwa kijana, kama ilivyokuwa kwa Danieli, kama ilivyokuwa kwa Shadrach, kama ilivyokuwa kwa Yusufu, kama ilivyokuwa kwa Yesu, kama ilivyokuwa kwa Petro, kama ilivyokuwa kwa Yohana, ndivyo itakavyokuwa kwangu. Nitang'aa kwenye ufalme wa baba yangu. Nitang'aa kwenye ufalme wa baba yangu. Biashara zangu zitang'aa, kazi zangu zitang'aa. Kila nitakachogusa kitazaa sana. Kila nitakachogusa kitaleta matokeo. Kila nitakachogusa kitaleta matokeo, kwa sababu Yesu yuko ndani yangu, kwa sababu Roho wa Bwana yuko ndani yangu. Sitakaa gizani. Sitakaa gizani. Sitakaa giza. Marakapa ya daba. Sitakaa gizani. Mimi na watoto wangu ni ishara na ajabu. Watoto
wangu watang'aa kama mwangaza wa jua. Wadishekazi watang'aa kama mwangaza wa jua. Biashara zenu zinaenda kung'aa. I'm here to prophesy to you. Your business are going to shine. Nasema kazi zenu zinaenda kung'aa. Chochote unachofanya kinaenda kung'aa. Maandiko yanasema wenye haki hawatang'aa kama mwezi. Hawatang'aa kama nyota zingine. Unajua kuna nyota nyingi sana angani. Lakini hizi nyota hazifanani na jua. Kwa nini tunaliona jua? Tunaliona jua kwa sababu jua linang'aa kuliko nyota zingine. Lekrados kebradies. Frandes kodia parados. Maandiko yanasema hivi. Wenye haki watang'aa kama mwangaza wa mwezi. My God. Watang'aa kama sayari gani nyingine? Watang'aa kama nyota gani? Kama jua. Sema kama jua. I don't know kama kuna mtu anaelewa ninachokiongea. You are a global entity. Narudia tena, you are a global entity. Mungu amenipa vipawa. Vipawa vyangu sio loko. Ndang'aa Dodoma yote itaona. Ndang'aa Tanzania yote itaona. Sometimes when I'm staying alone, nikifikiria all the gifts of the Spirit ambazo Mungu amenipa, nasema hizi karama na hivi vipawa sio loko. I have a global message. Nina ujumbe wa dunia nzima. Una vipawa vya dunia ambavyo dunia inavitafuta. Ni vile ujijui tu. Sometimes kuna mazingira anaweza kawa anakuambia wewe unagiza, wewe utoboi. Wakina fulani ndio watatoboa. Mgeukie jirani yako na usicheke. Mwambie mimi nitang'aa kwenye taifa hili. Nitang'aa. Yani ungekuona unamaanisha unachokiongea, ningekuona hata uso wako, hata expression yako. Unajua sometimes unajua pastor akikwambia sema, nasema useme ili neno liingie ndani yako. That is a purpose. I desire nachokiongea kiingie, kwa sababu ukikosea sasa hivi hata watoto wako watakosea. Kwa sababu watoto wako watakuta ulichokianzisha. Imagine unakutana na mama choka, baba choka. Au unakutana na baba president. Unakutana na mama president. Mama mbunge, baba mbunge. Unajisikiaje? Kutana na baba tajiri. Nyumbani hakuna uhaba wa mboga za nyama. Mtoto hatapenda kwenda kwa majirani. Watoto wengi wanaopenda kwa majirani ni kwa sababu nyumbani hakuna kitu. Wangapi wanajuaga hicho kitu? Wangapi wanajuaga? Watoto wengi ambao wana marafiki wengi wazuri ni watoto wa matajiri. Kila mmoja anatamani awe mtoto rafiki wa mtoto wako. Ukiona hizi kudanganyana kimahusiano hizi ni kwa sababu ya umaskini. Ungekuwa mtoto wa tajiri wewe huachwi. Ukiona binti ameachwa kirahisi, nyuma kuna nini? Sasa imagine unashindwa kutengeneza hata maisha ya watoto wako. Nakwambia uongee kwa ujasiri. Unaongea kama yani utaki. Unajua kuna wale mnakuja Jumapili kama amjaje kuchukua chochote. Upo hapa kwa ajili ya kuchukua kitu ambacho kitabadilisha maisha yako, kitabadilisha hatima za watoto wako, kitabadilisha hatima za wajukuu zako. Imagine watoto wa Mo. Unafikiri wanaomba Mungu tupe pesa? Hamna. Haombi maombi ya jinsi hiyo. Riziki wanazo. Wewe ndio unaomba Mungu nipe hela ya nauli. Mungu naomba hela ya nani ya kununulia suruali, ya kununulia sketi. Na Mungu anakuvumilia na ujinga wako. Akamwambia dogo, nilishakutengeneza wewe kuwa nuru ya ulimwengu. Lakini sasa umeshajiweka kuwa nuru ya sasa sio angalau hata ya kijiji. Hata ukifungua duka watakuja kujaza kwenye duka lako. Hata nuru ya mtaa hamna, wala kijiji hamna. Wangapi wananielewa ninachoongea? Geukia rafiki yako. Mwambie
kwa uso wa kumaanisha. Mwambie, mimi ni kama jua, watu watanihitaji. Wasiponitengenezea umeme, mimi nitakausha mazao yao. Mimi watanihitaji kwa matumizi mengi. Mimi ni kama jua. Maandiko yanasema mimi mwenye haki nitang'aa kwenye ufalme wa baba yangu. Mimi nitakuwa ni mwanga kwa wanaotembea gizani. Nitakuwa ni mwanga kwa wenye giza kibiashara, kwenye giza, kwenye ndoa. Mimi nitakuwa nuru. Nitang'aa, tang'aa gizani, tang'aa gizani katika jina la Yesu. Paza amen. Paza amen. Paza amen. Unajua Keti, watu inabidi wakutafute. Wakutafute. Yaani kuna watu waga waelewa kusoma maandiko hivyo wanapita wanakimbia. Wenye haki watang'aa kama mwangaza wa jua katika ufalme wa baba yao. Watang'aa. Unajua sisi bwana tumeitwa sisi ni nuru ya ulimwengu. Nuru ya ulimwengu. Unajua wale kwetu tumeshaga hapo. Nuru ya ulimwengu maana yake kwenye biashara ukiingia in the business arena, you are the best. Ukiingia kwenye marriage, you are the best counselor. That's why always I tell you, marry well. Marry well. Kwa sababu umekuwa programmed kuwa light. Ndoa yako imekuwa programmed kuwa nuru. Don't marry anyhow. Don't be married anyhow. Umeolewa tu kwa sababu umekutana na mwanamume ana surati. Umeolewa tu kwa sababu umeona dada na sketi. No. Umenielewa ninachoongea? Umekuwa programmed kwa mtu utakayeleta majibu. Imagine ndoa za wasanii hizi ambazo zinavunjika leo, inavunjika kesho anapiga picha na mkaka mwingine. Tayari huyo ni wifi yenu na shemeji yenu. Mungu amekuweka kuwa nuru kwenye ndoa za jinsi, ili wakikaa wawe wanakuadmire. Nasema ndoa yangu itakuwa admirable. Wataitamani ndoa yangu. Wataitamani, yani wataitamani. My marriage is light. My marriage is light. My marriage is light. Will attract people. My marriage will attract people. Ndoa yangu itavuta watu, itavuta watu. Itavuta watu, itavuta watu. Wewe kaga unitolee macho. Ndoa yako itavuta nzi. Nasema ndoa yangu itavuta watu. Itavuta watu. Kara sota ya ndama. Maya teya kabarada. Ndoa yangu itavuta watu. Watu watakuja kutembea. Ndoa yangu itakuwa ni njoo uone. Come and see marriage. Come and see. Maresko paria na mayates. Jeloske brother by. Nasema ndoa yako itakuwa ni come and see marriage. Watu watatamani kuja kuona. Watatamani kuja kukuona wewe ni mke wa namna gani. Watatamani kuja kumuona mume wako ni mume wa namna gani. Come on. Mbona ndoa yako mnanenepa na mnastawi? Mbona ndoa yako mnapendeza? Come on. Mbona watoto wako ni wazuri? Hey! Haujanielewa bado. I want to tell you, kuna vitu unaweza kuvifanya ambavyo vikawavuta watu. Nimekuwa programmed kuwa nuru. Nimekuwa programmed kuwa nuru kati ya watumishi wa Mungu. Among prophets and apostles, among teachers and evangelists. Nimetengenezwa kuwa nuru. Watumishi wa Mungu watakuja kujifunza kwangu. They will come and sit and learn. Ayayara masko brehadas. Las commande libra katama. Reta karo sabredia mande lebra kai. Kwenye kizazi changu vijana watakuja kujifunza kwangu. Wachungaji vijana watakuja kujifunza kwangu. Wainjilisti vijana, mitume na manabii watakuja kujifunza kwangu. Watu watakuja kwangu. Watakuja. They will come to me. They will come. Watakuja kwangu. Watakuja. Watakuja. Wataniuliza umefanyaje hapa? Umefanikiwaje hapa? Bwana atanifanya kuwa nuru katikati yao. Atanifanya kuwa nuru katikati ya wanasiasa. Wanasiasa watakuja kwangu kuuliza majibu. Watakuja kwangu. Watakuja. They will come to me. They will come. I'm the light. I'm the light among them. Mimi ni nuru. Mimi ni nuru kati yao. Mimi ni nuru kati yao. Kama Samuel alimfanya Daudi kuwa mfalme, kama Samuel alimfanya Sauli kuwa mfalme, I'm here and I'm David and that anointing is on me.
Maroske brata kabayande lebasa. I'm full of light within my spirit. I'm full of light within my spirit. Watu watanijia, mataifa na makabila watanijia. Resoti amandos cabradias, ratos cabradia manto rabasia. Inua macho yako mbembela, angalia pande zote, watu wanakujia wewe, mataifa wanakujia, makabila wanakujia, watu na kabila za lugha wanakujia. They are coming to you. They are coming to you. You are full of wisdom. You are full of wisdom. You are full of wisdom. Wisdom of God is within your spirit. Wisdom of God is within your spirit. Shateli brando severedes. Laske mante libra katama. Tanzania inasubiri nuru yako. Nawe unaangaza sahi. Nawe unaangaza sahi. Nawe unaangaza sahi. Unaangaza Dodoma. Unaangaza Iringa. Unaangaza Mbeya. Unaangaza Ruvuma. Unaangaza Kilimanjaro. Unaangaza Arusha. Unaangaza Tanga. Unaangaza Morogoro. Unaangaza Shinyanga. Unaangaza Mwanza. Unaangaza Maratose Ketebla. Jakabrete zia katai. Lesko brata yante libaka. Raske manto livra kadias. Maelfu ya watu wanakujia. Wanakusanyika. Wanakaa. Makundi wanakuja. Wanakuja kulisikia neno kutoka kwenye kinywa chako. Wanakuja kulisikia shauri la Bwana. Wanakuja kusikia maagizo ya Bwana. Wanakuja kusikia mareskoba. Ranoske mantele basia. Angalia watu wanakujia. Watu wanakujia. Watu wanakujia. Wafanyabiashara wanakuja. Wanasiasa wanakuja. Rakataraba. Jate libra katama. Rakataraba. Sheria ya Bwana hii katika kinywa changu. Nami nafanya hukumu katikati ya mataifa. Masheki paya. Elese tele. Jalata tarias. Jacqueline Freno Sadias. Rate kebrada kama. Haki ya Bwana inakaa ndani yangu. Raketeli amantele basia. Nami nafanya hukumu. Nami nafanya hukumu. Jatele bras. La freketi amandeles kabra. La kamantele basia. La katari ama karose perias. I'm full of light. I'm full of light. Nayo nuru ya ng'aa gizani. Nayo nuru ya ng'aa gizani. Nalo giza halikuiweza. Rakatabaya. Shatarabasa. Nang'aa gizani. Nang'aa gizani. Nang'aa gizani. Nang'aa gizani. Nang'aa gizani. Nang'aa gizani. Katika jina la Yesu aliye hai. Paza amen. Paza amen. When you sit down, you have to learn to declare things. Unanielewa ninachongea? Acha kukaa tu vitu haviendi, you sit down. Speak to the atmosphere. Maneno hayapotei. Unanielewa ninachongea? Maneno ni kama mbegu. Kile unachokisema ndicho utakachokiona. Unanielewa ninachongea? Inawezekana hujaiona leo. Mbegu yako inawezekana ni mbegu ya mbuyu. Unanielewa ninachongea? Inawezekana unaongea leo. Mbegu yako sio ya kawaida. Ni mbegu ambayo inaota matawi mengi. Watu wengi wanakuja kukaa chini yake. Usiogope, keep talking. Endelea kutamka. Endelea kutamka. Endelea kuongea. Endelea kuongea. Endelea kusema. Endelea kusema. Maandiko yanasema mimi Mungu nayaumba matunda ya midomo. Yale unayoyasema, yale unayoyatamka, anasema mimi na Mungu nayaumba. Kumbe unapoongea unatengeneza matunda. Unatengeneza matunda gani? Unatengeneza matunda gani? Anasema mimi Mungu nayaumba matunda ya midomo. Nitakuwa na ndoa nzuri. Ndoa nzuri. Ndoa nzuri. Watoto wangu kati ya watoto wazuri kwenye mji wa Dodoma na Tanzania, Ranoske Brahadas. Watoto wangu watakuwa wazuri. Ranoske Bradia. Legendary, where are you? Legendary, where are you? Resko Brandia Sataba. Sometimes you speak their names once you are in the room. Unaongea majina yao. You call their names. Unaita majina yao. Yatamke majina yao. Yatamke majina yao. Ongea. Nyinyi watoto wangu mtakuwa wakuu. Mtakuwa wakuu. Kati ya wafanyabiashara bora nchi mtakuwa ninyi. Neema na akili bora itakuwa ndani yenu. Itakuwa ndani yenu. Watoto wangu ni wazuri wewe. Watoto wangu ni wazuri. Ya kabarado shatama. You speak until you see it.